Karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Tuanzie huko katika mji wa Uvira tukiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha ndani ya mji jirani wa Uvira. Hivyo ni baada ya vurugu iliyoripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wazalendo kundi lake kamanda Rukumeka, na hivyo kupelekea shughuli zimoja kuzorota siku ya 4 ya wiki tunayo katika mji wa Uvira. Kwa mujibu wake mwanasheria Chako Changu Bonne Année ameonyesha hapa kisa na mkasa kilichosababisha vurugu hiyo kujitokeza na milio ya risasi kusikika kwa wingi katika mji wa Uvira. Tumeamka masasi sana yenyewe imekuwa kati ya majeshi wa FARDC wakipigana na jeshi ya wazalendo ya Rukumeka, na walikuwa wanadeploye FARDC iende kwenye milima yenyewe iko juu ya grupe corporate ya Kitundu, na kwa ile ndio kunakuwa position ya General Rukumeka, na ndo wamepigana masasi mingi. Agenda ni kwamba majeshi wa FARDC wanapenda watie mapozisio zao juu ya pozisio ya wazalendo. Maana yake wajeshi wa FARDC wakontrole pozisio za wazalendo. Wazalendo hawako tayari kuitika majeshi wa FARDC watie pozisio zao juu yao, na wanakuja bila communication, hawawajulishi. Na wazalendo tunapongea nao wanatuuliza nini natuma majeshi wa FARDC wakuwe deploye kwa haraka juu ya milima inayoelekea Uvira, na wako deploye pasi za mingi sana. Nini ambayo inatuma katika nyakati kama na hizo? Kwa nini wangesubiri vita kwanza imaliziki? Hiyo inaleta mashaka duku nyingi kati ya FARDC na majeshi wa kizalendo. Sababu FARDC ilikuwa deploye au makaburi yanapatikana quartier Kakombe usiku mzima. Mpaka sasa magari FARDC karibuni 4 majipu inapatikana kwenye anteni ya Tigo yenye iko mnamo quartier Kakombe, juu kabisa ya milima inayoelekea groupement corporate ya Kitundu. Utaelewa kwamba mapambano ilikuwa haiko mbali na Centreville. Uvira iko na groupement moja ya Kitundu, iko tu juu, iko tu mwingine. Meni kati mkaporipori, meni groupement corporate ya Kitundu. Ilikuwa vraiment ni Centreville tu, haiko sana. Ni juu ya hospitali ya Witem Sepak ya Kasenga. Ni mapambano imekuwa mvile ya Uvira, haiko msheferi wala territoire, ni mvile ya Uvira. Hata hivyo Chako Changu Bonne Année ameongeza kuwa kwa hali hiyo ya marumbano kati ya kundi hizo mbili za baba mmoja, vinyume vinaweza kuwa vingi na ni vema wakae chini ili kupata suluhu ya kudumu ili kudumisha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mtangazaji, analizi ambao tuko nayo ni kwamba kwanza hatuelewi malumbano yenye imeonekana imeshuhudiwa entre FARDC na wazalendo ina chanzo gani, wakati ambapo FARDC na wazalendo wako pamoja kwenye vita inayoelekea milima ya teritwari ya Uvira hata pia Kamanyola. Ya pili, ni wakati muhimu ya kudeploye FARDC mnamo milima ya vile la teritwari ya Uvira. Ya tatu, agenda kashe gani yenye iko nyuma ya hii deployment wakati ambapo mambo hayaeleweki. Raia inahitaji adui atowekwe pale mumuji wa Kamanyola. Utaelewa na nini kwamba jana M23 imegeuza groupement ya Kamanyola inaifanya kuwa cité ya Kamanyola, na wametia chef de cité wa mpya makomite nzima kuongoza cité ya Kamanyola. Eske haiko balkanization? Eske haiko occupation illegale ya budongo wa Uvira? Hiyo ndio maswali ambayo watu wanahitaji zaidi sana. Amani ndio watu wanatafuta na usalama ukue. Kwa nini FARDC haindi pigana Kamanyola, ipigane Bukavu, ipigane pia Goma? Kwa nini effort ya vita
kabisa haziko deploye mwa zile ngambo kuliko kusumbua watu mvile ya Uvira, ambapo watu wanapene kuishi, wanaishi katika hali ambazo haiko vizuri. Na ndio maana tumeomba kwamba kuwe vikao ya maongezi kati ya FARDC na wazalendo, kuwe vikao ya sisi wa leader communautaire na majeshi, meya wa jiji, administrateur wa territoire wakwe active, ili kwamba tuone kwamba hali ikibadilika, sababu kila mtu aheshimie mwenzake, jeshi aheshimie mzalendo, mzalendo aheshimie jeshi na raia pia. Juu tumepoteza sana leo, ni kazi zimekuwa kidogo sana, la jambo ambalo sisi kama vile raia hatufurahii. Mtangazaji, tubaki tu katika tarafa hilo la Uvira kule Runingu ni kwamba kijana mmoja mmiliki au msimamizi wa ukumbi wa sinema Paruningu amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na askari jeshi mmoja wa taifa FARDC siku ya Jumatano ya tarehe 30 Aprili 2025. Katika mahojiano na Tanganyika FM akiwa Paruningu, mwanaharakati wa shirika la raia ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa mpaka kijana huyo apigwe risasi. Upande mwingine ameonyesha jitihada ambazo jeshi la taifa na wazalendo walizozitekeleza ili mhalifu huyo anaswe na kuhukumiwa kulingana na sheria ya nchi. Mwenye alikuwa proprietaire ya salle de cinéma. Après ile match ilikuwa inaonekana ya Barça na Inter de Milan, comme si kulikuwa discussion entre yeye na basoda, ndio ikatokea ke soda kaamua vile kumpiga masasi na akakufa, na ule soda kakimbia Runingu. Saint-Jean qu'on appelle Kigabi. Ndio situation ilipitikana jana usiku. Donc walikuwa msalle de cinéma kuna na match, kukakuwa discussion entre yeye na ule soda, ndio si soda alimpiga masasi, soda kakimbia, akaacha maiti. Interventions zilifanyika après yeye ndugu Kigabi kupigwa masasi Paruningu, mais malheureusement ule soda mpaka sasa hajakamatika. Na hapa Uvira na sisi tulilamkia masasi ya jiokipe sana na kujua nini inapatikana sasa Runingu kwa ajili ya hiyo ka. Mais au moins jusqu'à maintenant hotere yapatikana, wanaendelea kumsaka. Watu wa FARDC na wazalendo washajiunga kwa kufanya marecherche juu kutafuta ule jeshi ambaye amepiga ndugu Kigabi masasi pa Runingu. Ndio situation yenyewe tuko na vivre mpaka sasa. Tunachungilia tuone nini kazi itafanyika kungambo ya ba agent de sécurité kwa kumtafuta ule mtu na serikali mshughulikie. Yeye ndugu Kigabi kupigwa masasi pa Runingu, mais malheureusement ule soda mpaka sasa hajakamatika. Na hapa Uvira na sisi tulilamkia masasi jiokipe sana na kujua nini inapatikana sasa Runingu kwa ajili ya hiyo ka. Mais au moins jusqu'à maintenant hotere yapatikana, wanaendelea kumsaka. Watu wa FARDC na wazalendo washajiunga kwa kufanya marecherche juu kutafuta ule jeshi ambaye amepiga ndugu Kigabi masasi pa Runingu. Ndio situation yenyewe tuko na vivre mpaka sasa. Tunachungilia tuone nini kazi itafanyika kungambo ya ba agent de sécurité kwa kumtafuta ule mtu na serikali mshughulikie. Tujelekeze na uko katika tarafa la Fizi ndani ya kijiji cha Mikenge ni kwamba kundi lake jemedari Ayati Kibukila, mtetezi wa Seba Tresor, ambalo kwa sasa linaongozwa naye jemedari Bolingo, mtetezi wa pili, limetoa tangazo la kutahadharisha raia kutokana na ujio kwa wingi wa majeshi ya wahasi wa M23 pa Mikenge na Minembwe. Kwa mujibu wa tangazo hilo ni kwamba wanajeshi hao wa AFC M23 wamekuja kwa lengo la kushambulia vijiji mbalimbali vya tarafa la Fizi na Mwenga kama walivyofanya huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Hata hivyo, kikundi hicho cha wazalendo kinaomba raia hasa vijana kujiunga na wazalendo ili kupiganisha uvamizi wa makundi hayo ya wahasi ambao wanasapotiwa na nchi ya Rwanda. Sikiliza tangazo hili linatolewa. République démocratique du Congo, Force des patriotes pour la défense du Congo, FPDC MEL, Armée d'espoir du Congo, ASC, État-major général. Tangazo kwa vijana wa mkoa wa Kivu ya Kusini. Jeshi la wazalendo wa kundi la FPDC lake Ayati Luteni Jemadari mtetezi Kibukila wa Seba Tresor, likiongozwa kwa sasa Luteni Jemadari mtetezi wa pili Olivier Bolingo, linaalika vijana wote wa mkoa huu kusimama imara kwa kupiganisha adui mvamizi wa nchi yetu
M23 AFC wanaounga mkono na nchi ya Rwanda na washirika wake Red Tabara, Twirwaneho, Gunino na Android. Baada ya kupenyeza kwa adui katika milima ya Nyangezi, Kamanyola, waasi hao wameonekana kwa wingi pa Mikenge, sekta ya Itombwe, pia na Minembwe katika tarafa la Fizi, ambako lengo lao kwanza lilijitambulishwa kwa kuvamia vijiji vya Mulima, Lusuku, Abala, Abwale na Loketi kwa shabaha ya kuteketeza raia wasiokuwa na hatia kama walivyofanya Pagoma mkoani Kivu ya Kaskazini na Bukavu, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Ndipo jeshi la wazalendo wake Luteni Jemadari mtetezi wa pili Olivier Bolingo na washirika wake Jemadari Ngoma Nzito Delfe, Jemadari Kakobanya na makundi mengine yanayopiganisha uvamizi pamoja na jeshi la taifa FARDC walifaulu kurudisha nyuma waasi ambao walikuwa tayari pembezoni mwa vijiji tajwa hapo juu. Kwa kumaliza, tunawajulisha kama hatua za kuzigomboa miji ya Minembwe na zile za Mikenge zinaandaliwa hapa usoni. Kwa hiyo tunaomba raia kuwa chonjo na kusindikiza jeshi la wazalendo linalosaidiwa na jeshi la taifa FARDC. Na kule katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa mtandao wa mawasiliano Africell tawi ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka umeomba kwa wateja wake kuwa na imani na mtandao huo licha ya itilafu iliyojitokeza na kupelekea kusuasua kwa mtandao huo kwa takriban miezi miwili sasa. Katika mazungumzo naye Bwana Chrisia Ifundo, msemaji wa mtandao wa Africell tawi ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa kwa sasa mtandao wa Africell umeimarika na ni vyema wateja wao kubaki waaminifu, kwa nini mtandao pekee wenye kuwa na vifurushi vyenye gharama nafuu nchini Kongo. Jambo la kwanza ni kuwaomba radhi, yani msamaha kwa ile limetokea sio kawaida ya Africell. Depuis Africell ifike hapa Baraka hakuyakuwaka perturbation technique kama ile, na ilitokea suite ya vitu ambao tunajua paske ilikuwa umwe situation iko general, lakini yeye ilikawia paske ilete vya mzuri par rapport ya zamani. Njoo ilikuwa njambo ndeza ambia raia kabisa watusamehe na wafahamu ya kwamba deja rezo ya Africell iko deretu na maofre zake za mzuri sana kama kawaida na connection ya mzuri kupitia zote hapa kwetu tarafani Fizi, hususan katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kuna wale ambao kuna kutokuwa na imani huenda labda Africell inakuja tena itarudi, ni kama vile kupima. Nini unaweza kuambia? Antuka jambo ndeza gusia kwa hilo swali paske hata wa grossiste wa revendeur walikuwa naona ile madute, lakini bako na pasema commande kama kawaida bila shida, bila tatizo. Waabone waisikie huru. Wenyewe wanajua ya kwamba force ya Africell ni kukua na forfait za bei ya chini kuzidi mitandao yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wengine wanauzisha 1 giga kuma 3500 francs, Africell jusqu'à présent ni ile tu 1500, na zingine forfait ziko réduit à la baisse mpaka abone ama kilia anaenda kushuhudia. Wasiwe na hofu, wakamate masime zao ze walikuwa nazo, wale ambao labda zilipotea waje waswape, ama wale walikuwa ambao waingia kumtambo wakuje wanunue karte sime kwa wingi. Hizo offre zingaliki vile vile, na retour ya rezo ilikuwa depuis rudie na wabone walishaona vile hakuna perturbation ishakuwa ama itakuwa tena. Vitu vilikuwa mzuri sana paske baliacha linye ya Bukavu ya backbone ambayo ilikuwa na pose problem kama insecurity, bakakamata linye ya Kalemi na ikapanda, na hakuna hata perturbation moja itaweza kuwa ama kutokea. Peut-être ikuwe tu probleme technique kadogo, mais dire que vitarudia ngisi vilikuwa havikuwa na vya kuwaka. Et c'est pourquoi Africell ilitraîner kidogo kwa kutafuta solution iko durable. Tumalizie na huko katika tarafa la Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini ni kwamba
Kumeshuhudiwa na upungufu wa uzalishaji wa fromage katika vijiji mbalimbali vya usultani wa Bashali tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Hivyo ni kutokana na uhaba wa ngombe maeneo hayo, ndivyo amehakikisha hayo mmoja kati ya watengenezaji wa chakula hiyo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kutoka katika tarafa la Masisi, Bwana Jacques Vunabandi, mmoja kati ya watengenezaji wa bidhaa hiyo, amesema kuwa kwa sasa maeneo mengi ya kutengeneza fromage yamefunga kutokana na uhaba wa ngombe kama alivyoeleza hapa. Uzalishaji wa fromage ulishashuka chini juu mwaizi masiku ngombe ni za kidogo. Par jour natengeneza 30 pièces za fromage, mais par jour nilikuwa natengeneza 40 pièces. Ekari ya 10 pièces zilishapotea. Mbele ngombe zilikuwa za mingi, maziwa ilikuwa napatikana kwa wingi. Ituru hasa juu ngombe ni za kidogo, maziwa iko napatikana ya kidogo juu na bamwizi nabo vile. Na betu likuwa napatia maformage Ituru habangali nazipata, juu na si hatungali napata maziwa. Juu ngombe zilishakuwa za kidogo mu Bikuyu. Mara pale shibote tulishakosa bulo mutere. Maziwa ilishakosekana na formage nazo zilishakosekana vile. Msikilizaji, na kushukuru kwa kunitegea sikio mwanzo hadi tamati kunako taarifa zetu hizi za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozile. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashi. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.